Karibu katika taarifa maalum kutoka Optiven tunapoadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili katika mwaka wa 2026. Kiswahili ni lugha inayowawezesha wananchi, wawekezaji na wadau kutoka mataifa mbalimbali kuwasiliana kwa urahisi, kujenga uaminifu na kufanya maamuzi sahihi kuhusu uwekezaji. Na wakati huo huo, tunachukua nafasi hii kukupa wewe wasia wa kina kuhusu kampuni ya Optiven. Katika awamu hii ya Je, wajua? Tujifunze kwa pamoja kuhusu Optiven kwa kuwasikiza wawakilishi wa vitengo mbalimbali wanaohudumu Optiven. Optiven imebobea na kuwahudumia wateja takriban 6,000 katika nchi zaidi ya 20 katika mabara 6 ulimwenguni. Kupitia mipango mahususi ya kuwafikia watu wanaoishi nje ya nchi, timu ya masoko ya kimataifa husafiri takriban kila mwaka na kupatana na Wakenya na wawekezaji katika mabara kama Afrika, Australia, Uingereza, Europa, Marekani pamoja na Asia tawalia. Jina langu ni Priscilla Kemunto, meneja wa ushirikiano wa wateja wa ng'ambo hapa Optiven. Optiven Agency ni kitengo ambacho kinawasaidia wateja wetu kutimiza ndoto zao za kumiliki na kusimamia mali isiyohamishika. Huduma zetu ni uuzaji wa viwanja na nyumba, ukodeshaji na usimamizi wa mali isiyohamishika, na pia tunaunganisha wateja wetu kwa wakandarasi ambao wanaaminika. Katika Optiven Agency, tunaamini ya kuwa kila mtu ako na haki ya kumiliki mali kwa njia ya uwazi, ya usalama na ya kuaminika. Mimi ni Dennis Chomba, meneja wa Optiven Agency. Shughuli za uuzaji wa ardhi kunahusisha hatua nyingi za kisheria ili kuhakikisha uhamisho wa umiliki unaozingatia sheria. Kila hatua ni muhimu na ni lazima izingatiwe ili kulinda maslahi ya mnunuzi na muuzaji. Mimi ni Brian Taita, mwanasheria anayehudumu Optiven. Mawasiliano ya kidijitali ni muhimu katika biashara ya kuuza mashamba kwa sababu hukutana na wanunuzi wa kisasa mahali walipo, huharakisha miamala na kuwezesha ufikaji wa wateja kimataifa bila vizuizi. Jina langu ni Martin Kipiatich na hudumu katika kitengo cha dijitali hapa Optiven. Optiven ina kitengo cha uuzaji wa mashamba haswa kwa wateja walionunua mashamba na Optiven. Kwa kila mteja unayependekeza katika kampuni ya Optiven, hautoki mkono mtupu, maana mkono mtupu haulambwi, utalipwa maradufu. Mimi ni Caroline Andisi katika kitengo cha uuzaji binafsi wa mashamba. Optiven kufikia sasa tumeajiri wafanyikazi takriban 500 na kufikia mwaka wa 2030 tunaazimia kuajiri zaidi ya wafanyikazi 30,000 katika ulimwengu kote. Mimi ni Martha Ochieng, meneja katika kitengo cha rasilimali watu Optiven. Asanteni sana. Hatimiliki ndio cheti muhimu unaponunua ardhi nchini Kenya. Hii hukufanya kuwa mmiliki halali kwa shamba unalonunua nchini Kenya. Mimi ni Yakobo Mwangi, mhudumu katika usimamizi wa hatimiliki. Wawekezaji wetu wanatuaminia na kuwekeza na Optiven kwa sababu ya rekodi zetu za kuaminika, mali zilizoongezwa thamani katika maeneo yanayoendelea na mipango yetu ya malipo yanayofanya uwekezaji kuwa rahisi na salama. Mimi ni Sophie Buliro, mshauri mkuu katika kitengo cha mauzo hapa Optiven, na kama Optiven tunaienzi lugha ya Kiswahili. Teknolojia ya habari na mawasiliano ICT inaleta mapinduzi ya mali isiyohamishika na kuongeza uwazi wa soko, kurahisisha miamala ya mali na kuboresha mawasiliano kati ya wanunuzi, wauzaji na wawakala. Mimi ni Felix Kawala, ninahudumu katika kitengo cha ICT Optiven Limited. Hamjambo, mimi naitwa Ann Nyaga na hudumu kama mratibu katika wakfu wa Optiven. Tumekuwapo kwa zaidi ya miaka 14. Lengo letu sisi ni kubadilisha jamii kupitia uhisani. Asante sana washirika wetu kwa kutunga mkono kwa maono yetu. Wakfu wa Optiven tunakudhamini. Asante. Klabu ya soka ya Optiven FC
inayojulikana kwa jina maarufu kama Green Battalion. Ilianzishwa kwa fursa ya kuunganisha jamii. Klabu hii hata hivyo haijakuwa tu mshindi katika ligi, bali imeshiriki mashirika katika uhisani kwa kuzingatia uwezeshaji wa vijana. Jina langu ni John Nyongesa, mchezaji wa Optiven FC. Ambapo Optiven inahusika, mteja ndiye kitovu cha kila kitu tunachofanya. Tunashukuru kwamba wateja wetu ndio sababu tumesherehekewa kwa huduma kwa wateja wetu. Kwa kutazamia mahitaji ya wateja wetu na kutafuta njia mwafaka za kukidhi mahitaji haya, tuna uhakika tutaendelea katika hatua zetu za kuwafikia matarajio ya wateja. Mimi ni Simiyu Wangila na hudumu katika kitengo cha huduma kwa wateja. Hapo sasa, tumaini letu ni kuwa umepata kwa ufasaha wasia kuhusu Optiven ili ujue zaidi na ufanye uamuzi wa kuelewa kuhusu ununuzi wa ardhi. Ni hayo tu kwa leo. Asante kwa kujiunga nasi. Mimi ni Kate Kole. Hadi wakati mwingine, naomba nisikuage kabla ya kushiriki methali fulani ya kutoka kwa wahenga rafiki zetu. Sijui kama ni kweli, lakini methali inasema hivi: ardhi haiozi wala hailiwi na punda. Asante kwa kujiunga nasi. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Je, wajua Optiven ya kuthamini?